Bwana, hii inaweza kukushangaza, hii inaweza kukuacha njia panda kinoma, na hii inaweza ikakuachia maswali mengi sana kichwani kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Moja ya story kubwa zaidi ambayo imeteka vichwa vya habari kwenye mitandao ni kuhusiana na msanii anaitwa Diamond Platnumz pamoja na Zuchu of course. Bana, 2 days kuna maneno mengi ambayo yakizungumzwa hapa na pale, so kuna romance zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wanadai kwamba kile ambacho kinaonekana is not real au sobana. So jambo limefikia Haji Manara Bugatti au sobana, moja ya CEO wa Manara TV na moja ya watu ambao wana influence kubwa sana kwenye nchi hii ya Tanzania. So alipoulizwa kuhusiana na issue ya Zuchu pamoja na Diamond, alizungumza kwamba pengine Diamond angeweza kuchelewa hata sekunde na angekuwa hana uhusiano naye kabisa, basi ingekuwa muda wake yeye kuweza kumuokocha, kuweza kumapproach na kuweza kuondoka naye Zuchu, jambo ambalo watu wengi wameshangaa sana. Na sema kwamba Diamond hana of course hana hiyo chance ya kuweza kuwa naye, na kama angekuwa anafeli kwa maana kwamba angekuwa hawana urafiki, basi Manara angekimbilia fursa ambayo yeye kama yeye anaiona, kwa sababu anaamini kwamba Zuchu ni moja wa wasichana wakali sana kwenye hii game ya Bongo Flava, game ya Tanzania, na ni moja ya watu ambao wanatamani kuwa nao moja kwa moja. Ikumbukwe pia yeye kwake alishaweza kuyabwaga of course last time, na yalikuwa makubwa sana, na ilikuwa moja issue ambayo ilikuwa trend sana, ilikuwa imeenda viral. Manara amezungumza hayo alipokuwa kwenye uzinduzi wa ngoma ya kwake Yami inaitwa Raha, ambayo imezinduliwa kwa siku ya jana, na amezungumza vitu vingi sana Yami, na moja ya video ambayo ilikuwa inaenda viral sana nikimuonesha wakivibe wakidance na bebe usobane. So niambie hicho ambacho kimezungumzwa na Manara kipo sahihi au ndo mtu wa utani kile time? Inaitwa Chris Jayaro, kinaita Chris Media, of course mkometisha kidogo. No, it's enough, so it's enough.